Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ni wapongeze wana wa Injili kwa ajili ya maandalizi rasmi kwa ajili ya mikutano iliyoko mbele yetu ya mwaka huu. Mungu wa mbinguni awasaidie sana. Yako mambo machache ambayo nataka nizungumze na wewe kwa ajili ya maandalizi, hasa zaidi tukijua kwamba tumekuwa na injili ya maeneo makuu mawili au matatu, lakini nataka niongeze eneo la 4 ambalo tumekuwa nalo hata kabla, na sasa tuliongeze. Injili ya kwanza, tumekuwa tukihubiri injili kwa kupiga kelele kama desturi yetu, inayopatikana kwenye Isaya 58 mstari wa kwanza. Anasema, pigeni kelele, waambieni watu makosa yangu, wahubirini watu makosa yangu. Lakini injili ya pili inapatikana kwenye Isaya 48 mstari ule wa 20. Anasema, tukamhubiri Kristo kwa njia ya kuimba mpaka misho ya nchi. Kwa hiyo ninataka niwaombe waimbaji wote wajipange vizuri kuimba. Nyimbo zao zizamishwe kwenye maombi, nyimbo zao zijae neema ya wingu la maombi, ili wanapohubiri nyimbo zao pia zikahubiri. Lakini namna ya tatu ya injili, tunahubiri kwa njia ya upendo, na hili ndio natamani niliseme. Sasa nitalisoma na andiko kutoka katika kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 38. Neno la Mungu linasomeka hivi, nasoma katika jina la Yesu. Anasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, na kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa. Yani tunatakiwa tukamhubiri Kristo kwa sababu kuna watu wanaohitaji. Mwaka huu nataka nikukumbushe kwamba kuna watu wana mavazi yao mpaka sasa, tangu mwezi wa kwanza hawajavaa. Nakumbuka lile shati tangu mwezi wa kwanza hujavaa, lile koti, ile suruali, lile gauni, kila kitenge bado viko sandukuni. Wakati mwingine hana nguo, hana mavazi, anahitaji msaada. Kwa hiyo nani ambaye anaweza akafanya huo msaada zaidi ya sisi tuliookoka na tunaohubiri injili? Kwa hiyo naomba mwaka huu tutangaziane kwamba kila mtu ambaye ana akiba imekaa nyumbani basi atoe, hata kama kutoa mavazi au chochote ambacho umewahi kukitumia. Hicho haitwi sadaka, inaitwa msaada. Lakini Mungu pia amekubali hata msaada. Kuna watu hawana mavazi, kuna wajane, kuna yatima, kuna wagonjwa. Tunaenda kuwapa hivyo vitu. Tujiandae mafurushi hayo pia kwa ajili ya injili hii mwaka huu, lakini itatufaa sana. Lakini injili ya 4 ni injili ya maombi. Danieli 9:3-5 anasema, tumimine maombi yetu ya toba mbele za watu. Nchi inahitaji toba sana. Tutahitaji kuomba kwa ajili ya nchi na kuomba pia kwa ajili ya wanadamu tunaenda kuwahubiri. Tujae neema ya toba ndani yetu, kwa sababu tunaenda kuihubiri injili ya upatanisho, na injili hii inahitaji toba. Kwa hiyo kila mmoja hakikishe amemimina moyo wake mbele za Bwana. Bwana mjaze neema, kinywa chako kijae toba. Kama utaenda kuwashuhudia watu, kinywa chako kimejaa maneno yenye neema ya toba, kitawavuta watu kuja kwa Yesu. Bwana kubariki kwa ajili haya machache ambayo nimekupa, ili yawe sababu ya wewe kuwa tayari kuhubiri injili. Ubarikiwe na Bwana, na watakia maandalizi mema katika jina la Yesu. Barikiwe na Bwana. Amen.